Ni siku nyingine tena, siku ya ushindi na baraka ambayo Bwana ametujalia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nguvu na afya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya amani tulionayo katika nchi, hata tunaweza kufanya namna hii. Ninaamini na wewe neema ya Mungu inaendelea kukusaidia na kukutia nguvu katika kulitumikia kusudi lake duniani. Nataka leo tupige tena hatua nyingine katika mambo ya kufanya katika mwezi wa 12, na yako mambo kadhaa tunayachungulia kutoka katika neno la Mungu yatupasayo kutenda. Tumeshaona katika vipindi vilivyopita kwamba swala la muda ni swala la kiroho. Majira na nyakati ni moja ya spiritual principles, sio tu natural au physical, sio tu kanuni za kiasili au za kimwili, ni za kiroho pia. Tunaishi katika ulimwengu ambao unatawaliwa na kanuni mbili, kanuni za kiroho na kanuni za kimwili. Maandiko yanasema kwenye Waebrania ile sura ya 11 ule mstari wa 3 kwamba nasi twajua ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo waziwazi, vilivyo dhahiri. Ina maana vitu vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyo dhahiri, visivyoonekana. Hivyo ndio vya kiroho. Kwa hiyo vitu vya kimwili viliumbwa kutoka katika vitu vya kiroho. Ndio maana kwenye Wakorinto wa pili ile sura ya 4 mstari wa 18 tunaambiwa tusiviangalie hivi vinavyoonekana. Don't put your focus, usiwekeze sana kwenye vinavyoonekana kwa sababu ni vya muda. Attention yako, umakini wako na maarifa yawe katika yasiyoonekana, yale ya kiroho. Hayo ndio ya milele, hayo ndio ya kudumu. Ambacho tunajifunza katika mfululizo huu ni namna ya kulitazama swala la nyakati na majira kiroho, kwa sababu ni jambo la kiroho sana. Utendaji kazi wa mkono wa Mungu duniani unatawaliwa pia, unaongozwa pia na swala la majira na nyakati. Matendo 17 ndio mstari ambao umetuongoza tangu mwanzo. Tumeanza mfululizo huu tangu tarehe 1 ya mwezi huu, mwezi wa Disemba, tukijaribu kuangalia mambo ya kufanya katika kipindi cha mwisho cha msimu ili tuweze kufanikiwa kwa utaratibu wa kimungu. Na Matendo 17 inasema Mungu ametuweka duniani ili tuweze kumtafuta, na akatuwekea kanuni ya mipaka. Hiyo nitakufundisha siku ingine. Na akatuwekea kanuni ya majira na nyakati ili zituongoze katika kulitimiza kusudi la Mungu duniani. Na tumeshaona kwamba mambo ya kufanya yako kadhaa, lakini tumeanza na ya kwanza ambalo ni swala la maombi. Maombi ni moja ya jambo muhimu sana la kufanya kila unapo switch kwenye misimu, kwenye seasons. Unahitaji direction, unahitaji mwelekeo, na mwelekeo huo tunaupata kutoka kwa Mungu tunayemtambua, tunayemheshimu, tunayemthamini, tunayemtegemea, tunayejua kwamba ametuleta duniani kwa makusudi yake. Tunarudi kwake kwa njia ya maombi ili tuweze kumshukuru. Kwa hiyo tuliona pointi ya kwanza kwenye kipengele namba 1 ni shukrani. Geuka unautazama wema wa Bwana na baraka nyingi za Bwana alizotujalia katika msimu uliopita au huu unaoishia, yani mwaka huu 2025. Alafu tumeangalia na kwa nini tumshukuru Mungu. Tumeangalia maeneo mbalimbali ya kumshukuru Mungu, na pia tumeangalia faida za kumshukuru Mungu. Ninakushauri urudie rekodi hizi, zipo kwenye YouTube channel hii. Kwa hiyo
endelea kufuatilia na washirikishe na watu wengine. Kwenye kipengele hicho cha kwanza cha maombi tumeona dondoo ya pili ni toba, maombi ya toba. Maombi ya shukrani, maombi ya toba. Kwa nini? Kwa sababu katika utekelezaji wetu kuna namna hatukwenda sawa sawa, na nimesha kuonyesha kwa nini tunahitaji kufanya maombi ya toba. Nimeongea point kubwa 5, na leo nataka nikazie kwa kumalizia. Kesho tarehe 13 tutaendelea na pointi mpya, tutakuwa tunaanza pointi mpya. Sasa leo nataka nikupe mfano mwingine wa kumalizia kipengele hiki cha kusisitiza kuhusu umuhimu wa maisha ya toba na umakini unaohitajika kwa mtu wa Mungu kutembea katika mapenzi ya Mungu. Umakini, sensitivity, umakini unaohitajika kwa mtu wa Mungu ili aweze kutembea katika mapenzi ya Mungu na kufanikiwa katika utendaji wake duniani. Nataka nikupe mfano wa Nabii Daudi, Mfalme Daudi, kutoka Samueli wa pili ile sura ya 5 mstari wa 17 mpaka mstari wa 25. Siku kadhaa za kwanza nilitumia mfano huu kukuonyesha jinsi ambavyo Daudi alikuwa na utegemezi kwa Mungu, pamoja na kwamba alikuwa mahiri wa vita, lakini kila mara vita ilipoinuka Daudi alitafuta uso wa Bwana. Utafikiri ndio mara yake ya kwanza kwenda vitani, na hiyo ni nidhamu nzuri na muhimu ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuibebe na iwe sehemu ya maisha yetu. Pamoja na mafanikio yote ambayo tunayo au na uwezo wote ambao tunao, utegemezi wetu kwa Mungu unatakiwa kuendelea kuwa juu. Utegemezi wetu kwa Mungu unatakiwa kuendelea kuwa pale pale, na hapo tutapata msaada wa Bwana. Kuto kumtegemea Mungu na kutegemea uwezo wako, kutegemea uzoefu wako, kutegemea watu wako, kutegemea vitu vyako ni ishara ya kiburi. Na maandiko yako wazi kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, Mungu huwapinga wenye kiburi. Sio shetani huwapinga wenye kiburi, Mungu huwapinga wenye kiburi. Kwa hiyo moja ya mbinu rahisi sana ya shetani kushinda vita na sisi ni kutuchokonoa tupate kiburi. Tukipata tu kiburi, yeye anakaa pembeni, anaanza kuangalia Mungu akimpinga mwenye kiburi. Baba anampinga mtoto wake mwenyewe. Shetani anaanza kuenjoy vita ya baba na mwana, huko anakunywa juisi chini ya mpera, anaangalia baba akimpinga mwanaye, na baba akimpiga mwanaye kwa sababu ametukuka kwa kiburi ndani yake. Pamoja na achievements, pamoja na mafanikio yote na ushindi wote na faida zote ulizopata katika msimu huu, usitukuke. Shuka, nyenyekea, vunjika. Tambua kwamba Mungu ndio chanzo cha mafanikio yako. That will always humble you. Mara zote hiyo itakunyenyekesha, na unyenyekevu unauona kwa Daudi. Tusome hii habari, nidhamu ya Mfalme Daudi wakati wa vita. Maandiko yanasema hivi, natumia Kiswahili cha kisasa. Samueli wa pili sura ya 5 17 hadi 25. Wafilisti waliposikia kwa Daudi ametiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli, wakapanda kwa nguvu zote kumtafuta, yani kupigana naye. Daudi akasikia kuhusu jambo hili, akatelemka kwenye ngome yake ya ulinzi. Basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kusambaa kwenye bonde lote la Refaim au Baal-Perasim. Kwa hiyo Daudi akauliza kwa Bwana. Nimeiwekea rangi hiyo, huo mstari, hayo maneno ili uyaone kwa upekee wake. Daudi akauliza kwa Bwana, je, niende kuwashambulia Wafilisti? Je, utawatia mkononi mwangu? Na Bwana akamjibu akasema, nenda, kwa maana hakika
nitawatia Wafilisti mkononi mwako. Ndipo Daudi akaenda mpaka Baal Perasim au bonde la Refaim, na huko akawashinda Wafilisti. Halafu akasema au akaimba zaburi akasema, kama mafuriko yafurikavyo, Bwana amewafurikia adui zangu wote mbele yangu. Na Wafilisti wakakimbia. Biblia inasema wakatelekeza vinyago au miungu yao bonde la Refaim au Baal Perasim. Halafu maandiko yanasema kwenye mstari wa 23, baada ya muda Wafilisti walikuwa wamejipanga kwa upya na kuminukia Daudi kwa mara nyingine. Halafu Biblia inasema Daudi akauliza tena kwa Bwana. Hii ni kabla ya kutoka. Akauliza kwa Bwana. Huyu ni bingwa wa vita. Huyu ni mtu mwenye askari wa kutosha. Huyu ni mtu mwenye silaha kali. Huyu ni mtu mwenye rekodi ya ushindi. Lakini bado kila mara vita ikiinuka, anarudi kwenye magoti, anarudi kwenye maombi. Utafikiri ndiyo mara yake ya kwanza. Hiyo inaitwa total dependence on God, utegemezi kamili kwa Mungu, pamoja na silaha zake, pamoja na askari wake, pamoja na uzoefu wake. Alidumu kumtegemea Mungu siku zote, kwamba wewe Bwana ndiwe nguvu yangu. Kijana mdogo wa miaka 17 nilimpiga Goliath, shujaa wa vita, jitu kubwa futi 8, 10 kwenda juu. Si kwa nguvu zangu, ni kwa kutumia kanuni za kiroho, jina la Bwana. Daudi alimwambia Goliath, ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, Bwana Mungu wa majeshi. Wewe unanijia kwa panga, wewe unanijia kwa fumo, mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana. Hayo yameandikwa kutufundisha. Kwa hiyo Daudi tangu wakati ule alielewa kwamba Bwana ndiyo siri yake ya ushindi. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tujifunze hivyo. Angalia, anauliza kwa Bwana kabla ya kutoka, anauliza kwa Bwana, niende? Mimi sijui kama wewe una nidhamu ya namna hiyo. Kabla hujaingiza miguu miwili kwenye biashara au kwenye ajira au kwenye hiyo kozi ya masomo au kwenye huduma za kiroho au kwenye urafiki na uchumba, kabla hujaingiza miguu miwili, huwa unahoji na kutafuta mapenzi ya Mungu. Hicho ndio tunachojifunza. Kwa hiyo tunahitaji kutubu, tunahitaji kurudi kwenye maombi ya toba na kumwambia Mungu tusamee pale ambapo tulienda bila kuuliza. Kwa hiyo tulitegemea akili zetu, tulitegemea mashauri ya watu, hatukutegemea mashauri yako au mapenzi yako. Hii story itakuongezea umuhimu na nidhamu ya kufanya toba, ukiangalia namna ambavyo haukufanya sawa sawa. Kwa hiyo kwenye kipengele hiki nitakufundisha maeneo ambayo unatakiwa uyatubie, pia maeneo ambayo unatakiwa uyafanyie toba. Nakupa machache, ninamwamini Roho Mtakatifu kukupa na mengine mengi. Kwa hiyo Daudi akauliza, mstari wa 23, je, niwapandie? Bwana akamjibuje? Mstari wa 23, usipande moja kwa moja kama mwanzo, bali safari hii wazungukie kwa nyuma. Hautawapiga kwa mbele. Jana uliwapiga kwa mbele, leo utawapiga kwa nyuma, na utakwenda kuwashambulia kutoka katika miti ya miforosadi. Angalia pale chini, uwashambulie katika miti ya miforosadi. Mungu alimbadilishia Daudi eneo
la mashambulizi, eneo la utendaji, alimbadilishia location, eneo. Kwa nataka nikutafakarishe hilo na mengine mengi. Mstari wa 24, Daudi akaambiwa, utakapokuwa umejibanza pale kwenye miti ya miforosadi, usiinuke wakati wowote, eti kwa sababu adui yako ameshapita, anakwenda kule kwenye bonde la Refaimu, uwanja wa vita uliozoeleka. Wakati yeye anakwenda kule, wewe utazunguka kwa nyuma, utamtokea kwa nyuma kwenye miti ya miforosadi pale, ndio utamsubiria pale, na akipita akiwa anaelekea kule kwenye bonde la vita iliyopita, wewe utamtokea kwa nyuma. Sasa usiinuke tu kwa sababu ameshapita, usiinuke kumshambulia eti kwa sababu ameshakupa mgongo. Kuna time ya kuinuka na nitakupa ishara. Hilo ni eneo jingine tunatakiwa tufanyie toba, mambo tuliyoyafanya nje ya wakati wa Bwana na hatukufanikiwa. Angalia mstari wa 24, Daudi anaambiwa, na mara utakaposikia sauti ya kwenda kutoka katika vilele vya miti ya miforosadi, inuka kwa haraka. Na utakaposikia sauti ya kwenda, sauti ya mwendo, manake sauti ya upepo inapuliza vilele vya miti ya miforosadi, hiyo ni ishara, nyanyuka kwa haraka, kwa sababu Bwana amekutangulia kulipiga jeshi la Wafilisti, na uende kwa haraka, kwa sababu ishara hiyo itamaanisha kwamba Bwana amekutangulia mbele yako ili kulipiga jeshi la Wafilisti. Mstari 25, Daudi akafanya kama Bwana alivyomwagiza, naye akawaangusha Wafilisti njia yote kuanzia Gebabu mpaka Gezeri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimeweka dondoo 4, yamkini ziko zaidi, lakini mimi nimeweka dondoo 4. Ili kushinda vita, Daudi alihitaji umakini katika angalau mambo 4 kwa leo. Daudi alihitaji umakini. Jambo la kwanza, kuwa na watu sahihi, kwa sababu katika vita wana wa Israeli hawakushinda tu kwa sababu ya askari. Kuna kesi ya Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20. Jehoshafati mfalme wa Yuda alipokuwa anajipanga kwenda kupambana na wana wa Moabu, alikuwa amejiandaa kuchukua askari, lakini wakiwa kwenye maombi kabla ya kwenda vitani, maombi ya kufunga taifa zima, Mungu akamsemesha kupitia nabii kijana mmoja anaitwa Yazraeli. Mungu akamwambia Jehoshafati, kesho simameni kwa staili ya kuimba katika uwanja wa vita. Hamtahitaji kupigana vita, nyie mkasimame, yani mkafanya ibada kwa staili ya kusimama, na Mungu atawapigania. Vita hii sio yenu, ni vita ya Bwana. Utaenda kusoma hiyo habari kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20. Huko nyuma kwenye vipindi kadhaa vilivyopita, wakati naongea kuhusu faida ya kumshukuru Mungu, maana waliimba fadhili za Bwana ni za milele, mshukuruni Bwana, na wakashinda ile vita bila upanga. Mungu akatelemsha nguvu yake, akawasababisha adui zake wachanganyikiwe, na wakapigana visu wao kwa wao kabla Israeli hajafika uwanja wa vita, na unabii ukatimia kwamba hamtahitaji kupigana vita, nyie simameni. Manake fanyeni ibada kwa staili ya kusimama. Na unamwona Jehoshafati anaandaa waimbaji pale, aliandaa waimbaji kwa sababu alielewa lile neno simameni halikuwa kusimama hivi na kuangalia Bwana akitupigania, lilikuwa linamaanisha simameni kwa staili ya ibada, au fanyeni ibada kwa staili ya kusimama. Tunaimba tumekaa, lakini kwa wakati tunaimba tunacheza, lakini kwa wakati tunaimba tumesimama kwa heshima kumtukuza na kumheshimu Bwana. Kwa hiyo Jehoshafati alielewa hii simameni, hii ni kufanya ibada kwa staili ya kusimama. Ndio maana unaona Biblia inasema akawaweka watakaomwimbia Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Alielewa lile neno simameni ni kusimama kiibada. Kwa hiyo ukiambiwa
tunakwenda kufanya ibada, hautachukua tu askari, utachukua waimbaji, wana wa Lawi, wana wa Yeduthuni, waliokuwa na neema au mafuta ya kumsifu na kumwabudu Bwana, kuwaongoza Israeli kuingia patakatifu pa patakatifu katika ibada. Kwa hiyo usikariri kwamba ukiambiwa unaenda jeshini utatakiwa tu kuchukua askari. Uuliza mkakati wa kimungu ni namna gani, staili ya kimungu kwa jambo hili, kwa safari hii Mungu anataka niendeje. Akili ya kibinadamu unahitaji askari kwenda jeshini, lakini hiyo sio akili ya kimungu. Isaya 55 mstari ule wa 8 na wa 9, Mungu anasema mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo yenu, na njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu. Kwa hiyo unatakiwa usiamini mawazo yako, usiziamini njia zako. Unatakiwa kuwa na njia zako, unatakiwa kuwa na mawazo yako, unatakiwa kuwa na mikakati yako, lakini don't trust yourself. Usijiamini mara zote kabla ya utekelezaji. Hebu hojiana na Mungu aliyekuumba, hojiana na Mungu aliyekuleta duniani. Wewe ni mtumishi wa Mungu, umeletwa duniani kwa makusudi fulani ya kimungu. Jifunze kurudi kwa Mungu mara zote, kudouble check, uone kama njia hiyo, mawazo hayo, mkakati huo ndio ambao Mungu ameubariki. Muulize Mungu kama hivi ninavyotaka kufanya ndio sahihi. Endapo ni sawa, Mungu ameipa kibali, atakupa amani ya kuendelea. Lakini Mungu akiona haitakuletea matokeo anayoyataka yeye na hayatakuwa ya faida kwako katika kiwango ulichotakiwa kufaidika, anaweza akakubadilishia njia. Ndio umuhimu wa kuwa na utegemezi kwa Mungu na ushirika na Mungu mara zote katika maisha yako ya duniani. Jifunze kuuliza, jifunze kuhojiana. Inaitwa kumtafuta Bwana. Mithali sura ya 8 mstari wa 17, Mungu anasema, ninawapenda wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii ndio watakaoniona. Weka bidii katika kumtafuta Bwana, weka bidii katika maisha ya maombi. Yeremia 29 mstari wa 11 hadi wa 13, ninajua mawazo nayokuwazia wewe, asema Bwana, ninajua mipango nilionayo juu yako, asema Bwana, ni mipango ya kukupa tumaini katika siku zako za mwisho, mafanikio katika siku zako za mwisho. Mstari wa 12, utaniomba nami nitakusikia. Mstari wa 13, utanitafuta na utaniona, ikiwa utanitafuta kwa moyo wako wote. Mungu anataka kutafutwa. Hata Matendo 17 mstari wa 26 hadi 28, mstari wetu wa somo unasema Mungu ametuweka juu ya nchi ili tumtafute, hata kama ni kwa kupapasa papasa, tumtafute. Mungu anataka kutafutwa, anataka kutegemewa, anataka kuombwa, na atajifunua kwako na hautafanya makosa. Kwenye Isaya 48:17 amesema, nitakufundisha ili upate faida, upate mafanikio. Hata Zaburi 32 mstari wa 8, mimi anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia ikupasayo kuenenda, na jicho langu litakutazama. Endapo utafuata njia yangu, jicho langu litakutazama. Endapo utafuata mpango wangu, jicho langu litakutazama. Nitakulinda, nitakuwa na wewe. Kwa hiyo jenga nidhamu ya kumtafuta Bwana kama Jehoshafati mfalme. Jehoshafati alipouliza niende, Mungu akamwambia beba wanakwaya. Hata kama ni staili mpya, haijawahi kutokea. Trust me, wana wa Israeli walilumbana kidogo kuhusu ule unabii. Jehoshafati akawaambia Israeli, sikiliza, mnataka kufanikiwa, mwaminini Mungu na manabii wake, hata kama
hatuelewi, tumwamini Mungu. Nilikwambia hata usipoelewa mwambie Lord, I don't understand you but I trust you. Bwana, kwa kweli sikuelewi, lakini nakuamini. Utachukua hatua na yeye atakuongoza. Hata kama njia hiyo ni mpya, hujawahi kupita, wewe ndio utakuwa wa kwanza, na Mungu atakupa jina. Utatengeneza historia na watu watafanya kama wewe ili kufanikiwa. Kanuni hapo ni nini? Ni kanuni ya maombi, ni kanuni ya kumtafuta Bwana. Kwa katika mwezi wa 12 kaa kwenye maombi, umshukuru Bwana kwa wema wake, lakini pia ufanye toba pale ambapo ulichukua watu kwenye biashara yako ambao Mungu hakuwakusudia. Ulibeba watu kwenye utumishi wako ambao Mungu hakuwakusudia. Usibebe tu mtu yeyote unayedhani wewe ni sawa. Usibebe mtu yeyote uliyeshauriwa na watu. Shauriwa na Mungu kwanza. Hata ushauri wa watu upime kwenye macho ya Mungu. Kipengele namba 1 katika habari ya leo, kilichomsaidia Daudi kufanikiwa, alikuwa na watu sahihi. Tumeiona kwa Jehoshafati, tunaiona kwa Daudi. Kipengele cha kwanza cha kufanyia toba ni pale ambapo tulikwenda na watu wasio sahihi, tulifanya na watu wasio sahihi, tulishirikiana na watu wasio sahihi. Kwa hiyo ikaathiri mapenzi ya Mungu. Hata kama ulipata matokeo, ndugu yangu, yamkini Mungu hajakufurahia. Kwa hiyo hata kuja kukwambia vema, mtumwa mwema, hata kama ulipata matokeo. Mapenzi ya Mungu yalikuwa ufanye na huyo, mapenzi yalikuwa uende na huyo, mapenzi ya Mungu yalikuwa uishi na huyo. Kwa kwenye hicho kipengele lazima tufanye toba. Kipengele kingine ambacho, pointi nyingine ambayo Daudi alitakiwa kuzingatia ni kuwa mahali sahihi. Ni kuwa mahali sahihi. Alikuwa na watu sahihi, mahali sahihi. Mungu alimwambia kwenye miforosadi. Kwenye miforosadi ndio unatakiwa kuwepo leo. Usikariri kwamba jana kwenye bonde la Refaim ndipo uliposhinda, kwa hiyo na leo utaenda jana. Tuliona katika kipindi kilichopita, kipindi namba 11B. Siku ya jana kulikuwa na vipindi viwili. Kama tulikuchenga hapo, urudi utafute kipindi namba 2 cha tarehe 11. Muhimu sana, muhimu sana. Tuliona kwamba Musa kwenye Kutoka sura ya 17 aliambiwa na Mungu, piga mwamba utatoa maji, na Musa akapiga mwamba na maji yakatoka. Walipokwenda Meriba, watu wakahitaji maji tena. Mungu akamwambia Musa, uambie mwamba na mwamba utatoa maji. Musa akakosea, akaupiga mwamba kama kule Horebu, akaupiga mwamba wa Meriba, na Mungu akamkasirikia na akamfukuza kazi tangu siku ile. Usikariri, Mungu ana njia nyingi. Usikariri, siku zote uliza. Sasa Daudi jana alishinda vita Refaim. Leo maelekezo yamebadilika kwenye eneo. Ameambiwa leo utashindia vita kwenye bonde la miforosadi. Asingekuwa na nidhamu ya kuuliza, asingekuwa na nidhamu ya maombi, asingekuwa na nidhamu ya kumtafuta Bwana akategemea uzoefu wake, Daudi alikuwa anaingia kwenye makosa. Inawezekana angepigwa katika vita ile, au ingewezekana angeshinda, lakini labda Israeli wangekufa wengi kwa sababu hukufuata maelekezo. Kwa hiyo usikariri kwamba eti kwa sababu jana ulishinda vita Refaim, leo utashinda vita Refaim. Leo maelekezo ni kwenye bonde la miforosadi. Hilo ni eneo la pili ambalo unatakiwa kufanyia toba kwenye kipindi hiki cha maombi ya toba. Mwambie Mungu akusamehe pale ambapo ulikwenda kuwekeza kwenye mahali ambapo hakukusudia yeye. Ulimpeleka mtoto shule kwenye shule ambayo Mungu hakukusudia. Ulichagua frame ya biashara kwenye mtaa ambao Mungu hakukusudia. Ulikwenda kwenye huduma mahali ambapo Mungu hakutaka kwa wakati huo uende kule. Kuna mambo mengi tumefanya, tumekosea kipengele cha eneo au mahali, location.
Fanyia toba pia kipengele hicho. Jambo la tatu ambalo Daudi alitakiwa kuzingatia, Biblia inasema utakapokuwa kwenye miforosadi usiinuke tu kwa sababu adui yako amekupita, amekupa mgongo tayari. Utainuka nitakapokupa ishara. Kuna time ya kuinuka, kuna wakati wa kutenda. Na Daudi akasubiri ishara, na ishara ilipotokea, upepo ukapuliza vilele vya miti ya miforosadi, Daudi akajua ndio saa ya kuinuka, ndio wakati wa kuinuka, ndio majira ya kuinuka. Daudi akainuka. Kila jambo lina wakati wake. Wakati ni jambo la kiroho sana. Ndani ya wakati ndio kuna ya kupasayo kufanya. Ukichengwa kwenye timing, ukichengwa kwenye wakati, hata kama utapatia jambo, inawezekana usipate matokeo yale yaliyokusudiwa. Kwa hiyo hili ni eneo jingine la tatu, tulifanyie toba. Kuna mambo mengi tumefanya kwa usahihi, lakini tulikosea kipengele cha muda. Tulikumbuka shuka asubuhi, aidha tuliwahi sana au tulichelewa sana. Kwa hiyo tukachengana na zile hatua za Bwana. Kwa hiyo fanyia toba mambo ambayo ulikosea time yake, ulikosea muda wake, ulikosea wakati wake. Fanyia toba mambo hayo. Jambo la 4 ambalo Daudi alitakiwa kulizingatia ili kushinda vita hii ni kasi. Kasi, spidi. Mungu alimwambia utakaposikia sauti ya kwenda kutoka katika vilele vya miti ya miforosadi, inuka kwa haraka. Inuka kwa haraka. Usiinuke tu. Kuna haraka itahitajika, kuna spidi itahitajika, kuna kasi itahitajika. Yako mambo mengi sana hatujayafanya ipasavyo sawasawa na mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kipengele cha kasi. Aidha tumeenda haraka kuliko hatua za Roho Mtakatifu, au tumeenda polepole kuliko hatua za Roho Mtakatifu. Tuko nyuma ya wakati. Labda saizi ulitakiwa kuwa na degree ya pili, labda saizi ulitakiwa kuwa na nyumba ya pili, ujenzi. Labda saizi ulitakiwa kuwa na mtoto wa pili. Labda saizi ulitakiwa kuwa na biashara ya pili, au tawi la pili, branch ya pili ya biashara yako. Kasi, naongelea kasi. Labda saizi ulitakiwa kuwa unaandika kitabu cha pili, lakini hata cha kwanza hujamaliza. Unaenda tu kwa muda wako. Hayo ni maeneo ya kufanyia toba. Spidi. Inawezekana umepatia jambo la kufanya, inawezekana umepatia watu wa kufanya, inawezekana umepatia eneo la kufanya, inawezekana umepatia wakati wa kufanya, lakini pancha yako wewe, kosa lako wewe ni kasi. Kasi, spidi yako sio ile. Hilo ni eneo jingine, lazima ufanyie toba. Kama unadaiwa talanta 5 na leo umeleta talanta 2, ina maana uko chini ya kiwango. Fanyia toba hayo mambo pia. Nimedhani kwenye hii habari ya Daudi kuna uchokozi mzuri wa kuna utambulisho mzuri wa baadhi ya vitu vya kufanyia toba. Maana jana na juzi nimekusisitiza umuhimu wa kufanya toba, nidhamu ya kufanya maombi ya toba, kuto kujiamini kwamba uko sahihi, lakini nilikuacha bila vipengele hivyo vya uchache, lakini unaweza ukapata na vingine vingi. Kama nilivyokuambia, hebu muulize Mungu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wako. Roho Mtakatifu atakuongoza namna ya kuomba, ndio kazi yake, anatuombea. Kwa hiyo hojiana naye kabla hujaendelea, kabla hujamaliza maombi ya toba. Atakwambia tubia na hiki. Mimi nimekupa leo vipengele 4 tu, lakini viko vingi. Ngoja nikuonyeshe mfano nilikuwa nimeandaa hapa ubaoni. Angalia Isaya 1:19 inasema, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo kuna kutii, na ubaoni nimekuwekea taswira au image diagrams
picha za kukuonyesha Daudi alivyofanikiwa kuwa mshindi. Alikuwa na watu sahihi kwenye eneo sahihi na alifanya kwa wakati sahihi. Wazungu wana msemo hivi, God's man in God's place doing God's work in God's ways will never lack God's support. Kwa Kiswahili, mtu wa Mungu akiwa mahali sahihi, akiwa anafanya kitu sahihi cha kimungu kwa wakati sahihi, hawezi kukosa msaada wa Mungu. Sasa kuna wakati na kuonyesha kesi kadhaa. Huyu ni mtu, angalia ubaoni, ni mfano wa mtu ambaye amekosea muda, amepatia eneo, amepatia mtu wa kufanya naye hiyo biashara au hiyo shughuli au hiyo huduma au maisha yake ya ndoa, lakini alikosea timing. Huyu pia hata kama amepata matokeo, hajafanya mapenzi ya Mungu na Mungu hawezi kumfurahia, au inaweza ikawa chanzo cha kufeli kwake. Kesi ya pili ni mtu ambaye kapatia watu wa kufanya naye kazi, amepatia muda wa kufanya alichotakiwa kufanya, lakini alikosea eneo la kufanya. Pale alikoweka biashara yake, pale alikoweka cherehani yake, pale alikoweka nyumba yake, pale alikoweka shamba lake, pale alikopeleka mtoto shule, yamkini amekosea na inaweza ikawa chanzo cha kufeli kwako. Kesi ya tatu ni mtu asiye sahihi. Una eneo sahihi, uko kwenye wakati sahihi, lakini umechukua mtu asiye sahihi kwenye safari yako, aidha ya mahusiano au ya biashara au ya shughuli unazofanya. Kesi ya nne hii ndio kali. Huyu jamaa kakosea kila kitu. Ana mtu asiye sahihi kwenye shughuli zake, yuko kwenye eneo lisilo sahihi kwenye shughuli zake, na kila anachofanya anakifanya kwa muda usio sahihi, na isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Kwa hiyo fanyia toba kipengele hicho. Inawezekana ni wewe. Fanyia toba kipengele hicho kwamba umekosea mambo yote. Ila huyu ndio mfano sahihi. Tumwombe Mungu atusaidie huko tunakoelekea kwenye msimu mpya. Tufanye na watu sahihi, tuwe katika eneo sahihi, na kila jambo tulifanye kwa wakati sahihi. Na kipindi kinapobadilika au safari nyingine ya kufanya jambo hilo hilo, Mungu anaweza akakubadilishia mtu, Mungu anaweza akakubadilishia eneo, Mungu anaweza akakubadilishia timing. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini kama mfalme Daudi. Ninaamini jambo hili limekusaidia. Mwezi huu wa 12 tumesema ni mwezi wa shukurani, lakini jambo jingine ni mwezi wa toba. Pale ambapo hatukutembea kwenye vipengele vya mapenzi ya Mungu kwenye utendaji wetu, twende mbele za Mungu kwa toba. Toba itakurudisha kwenye ushirika mtakatifu na Bwana, na atakutazama, ataongoza hatua zako, na jicho lake litakuwa juu yako, na hakika atakupigania na kukupa ushindi katika mapambano ulionayo. Ninaamini ninakuongezea utajiri wa namna ya kufanya maombi yako kwenye mwezi huu wa 12, kwenye mwezi huu wa mwisho wa msimu wa mwaka 2025. Naitwa Mwalimu Mgisa Mtebe. Nitaendelea kuwa na wewe kwenye maombi ya mwezi wa 12 ili uzidi kujua mambo ya kupasayo kutenda katika majira haya. Ninaamini mambo haya yanakusaidia. Basi usiwe mchoyo. Chukua anwani hii ya YouTube, wasambazie ndugu jamaa na marafiki ambao unatamani na wao wabarikiwe kama wewe unavyobarikiwa, na wafanikiwe katika msimu ujao kama wewe utakavyofanikiwa. Hapo pia kuna namba ya simu, unaweza kuwasiliana na sisi. Labda una maswali, karibu sana, tuma message. Labda una mambo ya kuombea ungependa kutushirikisha, basi unaweza ukaandika, tutaendelea kuomba pamoja na wewe. Na ikiwa pia utawezeshwa kuchangia gharama za kazi hii, kutoa sadaka yako ya mbegu au ya shukrani, basi tutafurahi sana
kutiwa nguvu na wewe kwa njia ya maombi yako na kwa njia ya sadaka yako, na sadaka yako itakuwa imefika kwenye madhabahu takatifu ya Bwana, na tunakuombea utembee chini ya mbingu iliyo wazi. Mungu akunyeshee baraka zile unazohitaji zaidi kwa sasa. Ninakutakia baraka za Bwana, ninakutakia neema ya maombi, ninakutakia ulinzi katika mwezi huu wa 12. Bwana akulinde, akuepushe na mabaya yote, na akubariki, akustawishe. Tukutane tena katika kipindi kinachokuja siku ya kesho tarehe 13. Nitakuwa pamoja na wewe tena hapa hapa kwenye YouTube channel ya Mgisa Mtebe. Mungu akubariki sana na uende kufanikiwa. Amen.